Kwanza tumeimarisha mfuko na programu zinazolenga kuwezesha kiuchumi wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na katika hili kuna vikundi vya vijana ambao 10% ndio zimetoka katika zile hela za maendeleo zilizokusanywa. Na katika hili vijana, wanawake na ulemavu, katika kipindi cha mpaka Disemba mwaka 2025, shilingi bilioni 1,405 zimeweza kutengwa kwenye akaunti za wanawake, vijana na watu hao wenye mahitaji maalum. Na kipindi hiki cha Januari hadi Disemba 2025, mkopo wenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 1,608,965 umetolewa kwa vikundi 116. Hata vikundi hivyo, vikundi vya wanawake 81 vikipata jumla ya shilingi bilioni 1,062,000. Vijana wao wamepata milioni 506, lakini watu wenye mahitaji maalum au walemavu wamepata milioni 40. Haya ni mojawapo ya mafanikio makubwa ambayo yameweza kupatikana katika sekta hii, kwa sababu itakuwa hatuna maana kama tutakuwa na serikali ambayo inaonekana inajenga miundombinu tu, lakini hali za maisha ya watu wake na waongozi wapiga kura wake hawaendi vizuri. Na hii ni msisitizo kwa jinsi serikali hii inayotokana na Chama cha Mapinduzi inavyowakumbuka wapiga kura wake katika kuhakikisha kwamba hawapati changamoto za kiuchumi. Kwa hiyo kumekuwa na ufuatiliaji wa marejesho ambao umeendelea kufanyika kipindi cha Januari hadi Desemba 2025. Jumla ya shilingi milioni 352 na ushe zimerejeshwa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na changamoto ya kurudisha hizi fedha mara nyingi, lakini ukiona kiasi cha milioni 352 imeweza kurudishwa, ni dalili za kwamba wananchi wanaonyesha nidhamu, na sisi tunaahidi tuendelea kusisitiza, kwa sababu fedha hizi zinazorudishwa ndio zinatakiwa zirudi pia zikiendelea kukopesha watu wengine. Na serikali yetu hii haifanyi kibiashara, inatoa mikopo hii bila kuweka riba ya aina yote, ili kupunguza mzigo kwa mwananchi wa Tanzania anayeweza kukopa. Mikopo hii pia imeendelea kuambatana na mafunzo ya usimamizi na utoaji mikopo kwa ajili ya vikundi hivyo vitatu vya wanawake, vijana na watu wenye changamoto, ambao wanufaika wamekuwa ni 909. Kati ya vijana ni 220, wanawake 181 na watu wenye changamoto ya mahitaji maalum ni 8, na katika zote 18. Lakini kumeendelea kuwa na mpango wa kunusuru kaya maskini au TASAF katika wilaya yetu hii ya Singida, hususan tunaongelea eneo letu hili la halmashauri ya Singida. Mfano, kwenye sekta ya kilimo, katika kipindi cha Januari hadi Desemba 2025, halmashauri ya manispaa ya Singida imelenga kuendeleza kilimo, ambapo hekta 19,944 zimeweza kutekelezewa mpango huo. Utekelezaji wa mazao ya chakula ni hekta 14,997.5, mazao ya biashara ni hekta 4,410, hekta 236.8 ni kwa mazao ya bustani. Lakini makisio mavuno yalikuwa ni wastani wa tani 16,121.1 kwa mwaka kwa mazao ya chakula, tani 3,649.2 kwa mazao ya biashara, tani 1,600.5 kwa mazao ya bustani. Lakini pia kumeendelea kuwa na upatikanaji na usambazaji wa mbegu za ruzuku na mbolea. Kama unavyojua, tungesema mbolea na mbegu zisiwe za ruzuku, maana yake ingekuwa mzigo mkubwa sana katika gharama za kilimo. Rais amekuwa akibeba 50% ya gharama za mifuko ile ya mbegu na mbolea, na wananchi wameweza kuwa wakifaidika. Sasa katika hili tayari ingawa tulisema watasajiliwa tu wakulima na wamesajiliwa 4,371, lakini wilaya hii inastahili kupongezwa, kwa sababu tunaona wafaidike hata wale ambao hawakusajiliwa. Makofi yaliyotupa kazi hii. Chama cha Mapinduzi, chama cha ubaguzi, kwa kimekuwa kinahakikisha kwamba jambo linakwenda vizuri. Kwa mpaka mwishoni wa mwezi uliopita, mwezi Disemba, jumla ya tani 61.6 za mbegu bora za mahindi, tani 12 za mbegu bora za alizeti ziliuzwa kwa wakulima kwa bei elekezi ya ruzuku ya serikali. Aidha, jumla ya tani 312 za mbolea ya kupandia na kukuzia zilinunuliwa na wakulima kwa bei ya ruzuku ya serikali. Na upatikanaji wa pembejeo za kilimo za ruzuku ya serikali
tumeongeza tija ya uzalishaji wa zao la mahindi kwa kiasi kikubwa. Katika shughuli za ugani pia tujawa nyuma, mafunzo mbalimbali yanaendelea kutolewa na maafisa ugani juu ya ukusanyaji wa taarifa za masoko ya mazao kwa njia ya mfumo uanzishaji na usimamizi wa mashamba mbegu za mihogo chini ya ufadhili wa shirika la IITA. Ili niweke msisitizo kwa wale wanaodili na wanaoshughulika na kilimo, shughuli za ugani ni za muhimu sana. Tunatafuta kilimo bora bila kuwa tunatoa mafunzo kama haya, wananchi wetu watarudi nyuma. Kumbukeni tumetoka mbali katika hatua ya kufanya wananchi wetu watumie mbolea. Wengi kidogo mbolea wamekuwa na kuna matumizi kwa nakuja leo na jadili na ndugu wangu. Akaniambia kuna makosa yanafanyika namna kutumia ile mbolea ya ng'ombe. Lakini lazima maafisa ugani mkawaeleweshe zaidi. Sababu ukipita kule Manyara unaona mahindi yalivyostawi, unaumia kuona Singida kidogo tuko nyuma. Lakini tulipokuwa miaka 3 iliyopita mpaka sasa kuna mabadiliko makubwa sana. Utumiaji wa mbolea ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo unaenda kwa mfano juzi tulikuwa Iraba kule na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nilikuwa nikipita nikitazama ile mahindi, unaona ina afya bora ambayo inatokana na matumizi mazuri ya mbolea. Mheshimiwa Diwani tusaidie katika hili, katika mikutano ya hadhara, maafisa tarafa na viongozi wengine wa chama, mna nafasi yenu ya kusikilizwa, maana hiki ni chama dume, chama ambacho kinaaminika. Tukienda kwenye swala la mifugo, ndugu wajumbe, jedwali tunaweza kulionyesha hapo. Jedwali lilionekane la masuala ya mifugo. Utaona tunakwenda vizuri kwenye upande wa chanjo. Lengo lilikuwa kuchanja ng'ombe 32, lakini mifugo iliyochanjwa kwenye ng'ombe ni 24,258 sawa sawa na 76%, na idadi ya mifugo iliyotambuliwa ni 12,447 sawa sawa na 39%. Hapa tunahitaji kufanya maongezo. Lakini pia lengo kwenye chanjo na utambuzi wa mifugo, mbuzi chanjo lengo lilikuwa ni 10,000, lakini si inaonekana hapo ndani yake. Nadhani utaweza kusoma, hitaji kuipitia, nadhani mtaona hapo. Niweke tu maelezo kidogo. Machinjio mapya yako katika hatua za ukamilishaji, ambao miundombinu ya kuunganisha maji kutoka kisima inaendelea kutengenezwa. Pia matengenezo ya barabara endayo machinjioni nayo inatengenezwa. Hivyo mradi huu upo katika hatua ya utekelezaji wa 90% katika ukamilishaji. Yote ili kuhakikisha huduma zile za wafugaji zinaboreka. Lakini tukienda katika ukaguzi wa nyama kwa ufupi sana, shughuli hizo nazo zimeendelea vizuri. Mifugo imeendelea kuchinjwa na kukaguliwa, ikifikisha jumla ya mapato zaidi ya milioni 40.7. Uogeshaji nao umekwenda vizuri kama jedwali linavyoonyesha. Nadhani nalionyesha uogeshaji wa mifugo umekwenda vizuri. Naona tuamie kwenye shughuli za samaki pia. Tuna shughuli za samaki japo si kubwa sana katika wilaya yetu au mkoa wetu, lakini mabaya haya yanaendelea kutumika vizuri, ambapo tumedumisha uvuvi endelevu katika na wavuvi 89 walipatiwa mafunzo ya uvuvi jambo jema, maana ukivua kiolela mazao yako yanaweza kawa upatikanaji wa samaki wako unaweza kuwa sio mzuri sana kama ukiwa katika mafunzo. Na idadi ya wavuvi imeongezeka sasa kutoka 17 hadi 129 kufikia Disemba 2025. Lakini mabwawa ya samaki nayo yameongezeka kutoka 21 kufikia 192. Na kwa mwaka 2025 mabwawa mawili yapo kata za Unyamikumbi na Mandewa yalipandikizwa samaki aina ya sato faranga 1250. Na shauri viongozi wenzangu, mnapokwenda sato ana soko kubwa sana. Tukahimiza ili katika maeneo yetu, hasa wale ambao tunatoka karibu na maziwa yetu haya ya Singida na Kidai au kwenye mabwawa yanayotengenezwa, sato anaweza kuboresha kabisa maisha ya mwananchi. Tukija kwenye sekta ya biashara, Chama cha Mapinduzi kwanza mfahamu kinatambua kwenda ya biashara ni chanzo cha mapato, na hivyo kimeendelea kuelekeza serikali kuimarisha biashara ndani na nje ya nchi. Kwa kipindi hiki cha Januari Disemba 2025, idara imefanikiwa kutoa leseni za biashara 3157 na thamani ya shilingi milioni 450 na usheri. Lakini pia tumeendelea kutenga maeneo ya uwekezaji. Nadhani kuna sehemu mmesikia kuna hoteli ya nyota 5. Naomba makofi kwa la nyota 5, sio mchezo. Hoteli za nyota 5 tumezoea kuziona katika majiji ya Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, hata Mbeya na kutoka sio kama ipo Sizana. Sasa kuona kwamba Singida tunakuja kuwa na hoteli ya nyota 5, maana yake Singida tunakwenda kwa kasi aina yake. Mungu atusaidie tuweze kufika mbali zaidi.
Kwa maeneo utekelezaji ya uwekezaji yanaendelea kutengwa yenye jumla ya ekari zaidi ya 10,430 kwa mwaka 2025, na wasifu wa uwekezaji upo tayari kwa ajili ya kutangaza maeneo yote ya uwekezaji ya manispaa. Na mimi niwaombe tunapokutana na watu huko tuwatie moyo kwamba Singida hata maeneo tunatenga zaidi ya hekta 10,000 tumetenga, tutakwenda vizuri. Na hili mimi wakati nakuja kuomba kura Singida hapo mwaka 2003, nakumbuka tulikuwa na magorofa mawili, la TRA na la Chama cha Mapinduzi. Lami ilikuwa hakuna, lakini tazame Singida ya leo, ina mvuto usio wa kawaida. Au sio jamani? Makofi kwa Singida. Uwanja wa ndege. Umeona eh? Sasa na maana tunapoelekea ni pazuri. Na kumbukeni Singida ndio mkoa ulio katikati kweli kweli Tanzania. Kwa hiyo tuna mambo mazuri yanakuja. Mimi ya Kyusa na Msukuma, lakini nimeoa Mkuria, lakini nawaambieni huku Singida bwana, hata nikija kuhamishwa nishatafuta na kiwanja na nitakuwa na shamba na nitalima. Sasa uone kama kuna kitu kizuri kinakuja mbele. Kwa hiyo tuendelee kutangaza Singida yetu, mambo yatakwenda vizuri zaidi. Lakini pia tumeendelea kuwa na mradi mkakati, nadhani itaonekana hapo kwenye jedwali. Jedwali ya mradi mkakati sisi linaonekana hapo. Manispaa inatekeleza mradi wa ujenzi wa soko la kisasa la vitunguu ambalo tunafahamu linalojengwa Kitimu lenye thamani ya shilingi za Tanzania bilioni 24.7, na mradi unaendelea. Lakini miradi mingine imeorodheshwa hapo, nadhani inaonekana. Na hili jambo jema, inaonyesha kiasi gani Singida inaenda kuwa vizuri. Tutakutana huko baada ya miaka 10, tutapiga story hizi. Siku ile unafanya wasilisho, ulisema Singida inayokuja si ya kawaida. Kwa hiyo mjivunie sana Singida inayokuja, itatikisa sana nchi hii. Mimi nawaambia tuzeni maneno yangu ninayosema haya. Tukija kwenye sekta ya fedha, kipindi cha mwezi Januari mpaka Disemba, manispaa iliweka lengo la kukusanya zaidi ya bilioni 7.162 milioni kutoka kabili zake mbalimbali za mapato, na ilifanikiwa kukusanya shilingi zaidi ya bilioni 6.3 sawa na 88% ya lengo la mwaka. Sio, mnanielewa? Zaidi ya 88% ambayo ni nusu zaidi ya lengo la mwaka. Kwa hiyo naomba tupige makofi kwa upatikanaji huu, kwa sababu katika fedha hizi ndio tunapata ile 10% yetu huko ya kuweza kuinua wananchi wetu. Lakini aidha, makadirio ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/26 ni kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 7.9, na hadi kufikia mwezi Disemba tayari bilioni 3.3 sawa na 42% ya lengo la mwaka limefikiwa. Mnaweza mkasema sasa mbona 50% bado? Unajua katikati hapa kuna shughuli kidogo huwa zinasimama, na inapofika mwezi wa 4 mapato huweza kupanda zaidi. Wilaya zote zinatokenda Ikungi hivyo hivyo, nadhani hata Kiramba kule. Kwa hiyo naomba sana ndugu viongozi wenzangu, tuvute subira, mambo yatakwenda vizuri. Lakini tuna sekta yetu ya misitu. Hii sekta nayo Chama cha Mapinduzi akijewa nyuma imeagiza mazingira yawe mazuri yatakayowezesha sekta ya misitu kuzalisha ajira nyingi zaidi kupitia mazao mbalimbali yatokanayo na maliasili hiyo. Mimi ingawa kwa sasa hivi ni kaimu, lakini kwa ufupi bila kuwachosha, nadhani hii misitu, ndugu mkurugenzi na kaimu ni nani ndani? Yupo? Ni bwana mwenye suti na miwani, sawa. Nilipenda kusema pale Ikungi na Itigi walikuwa nakaribia kutengeneza bilioni 15 kupitia hewa ya ukaa kwa mwaka. Mnipata Ikungi wale wanania kutengeneza ile bilioni 24 kwa mwaka kupitia hewa ya ukaa, hii misitu yetu. Mimi nadhani hapa tuchukue neno hili kwamba naamini kabisa hata Singida hapa hili linawezekana. Nao misitu pamoja na yote mnayopitia, lakini misitu ipo. Juzi tunaona wasilisho la kuona kuna uharibifu hawa, na nashukuru kamati ya usalama, nadhani mtu misitu hayupo hapa. Upo sio ndio ulikuwa mwenyewe mwasilishaji? Ulikuwa mwenyewe. Naam, ilikuwa wasilisho zuri sana. Nilipenda juhudi ambazo wewe na mkuu wa wilaya kazi mwenyewe unazofanya katika kuondoa na waharibu misitu. Mimi nadhani niwekee mkakati, shirikiane na halmashauri kuweza kuwa na uwezekano kuja kuwa na hewa ya ukaa. Wilaya itainuka vizuri sana. Najua uharibifu umefanyika, lakini umakini wenu umekuwa mkubwa sana. Mimi naomba hili lingesitizwa ili liweze kuja kuinua zaidi. Na niwaahidi nchi
jeshi letu la TFS, Tanzania Forest Service, linafanya kazi kubwa sana kutunzia misitu yetu, na tunaamini mapato mengi yatakwenda. Tunaendelea kuendelea kutunza misitu yetu isitumike sana kama mkaa na vitu vingine au kuharibiwa na kufanya uharibifu kwenye maeneo ya mashamba. Kazi kubwa imeendelea kufanyika. Nimeshuhudia mwenyewe kwenye wasilisho mojawapo nilikuwepo, ilikuwa ni kazi nzuri sana. Lakini pia kumekuwa na juhudi mbalimbali za ufugaji wa nyuki. Nyuki tunamfahamu Bwana Ifoneo, amekuwa anafanya vizuri, lakini ni matumaini yangu halmashauri tutapambana tuweze kuona tunaifikisha pia kwa wananchi wa kawaida ili nao waweze kuongezeka katika kipato. Sasa inakuja sekta moja nzito sana, sekta ya ardhi. Na sekta ya ardhi, CCM haiko nyuma kama kawaida, imehakikisha serikali inaweka mikakati madhubuti ya upangaji, upimaji na umilikaji wa ardhi kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na ustawi wa watu wote kwa kuzingatia sera, sheria, miongozo na taratibu za uendelezaji wake. Kumekuwa na shida sana pale ambapo hati miliki haipo. Mimi mojawapo ya shida zangu kubwa sana kama mkuu wa wilaya, na hakika na bodi inamkuta, ni migogoro ya ardhi. Lakini hili limetokana na kutokuwepo kwa hati. Lakini kwetu hapa hati miliki 1248 tayari zimeandaliwa, zina rasimu tayari na zimepelekwa ofisi ya kamishna msaidizi wa ardhi. Sababu za kuchelewa ni kutokana na kutokamilisha baadhi ya taratibu za miliki pamoja na kuchelewa kulipa gharama au ada za umilikishaji. Na hapa nakuja niombe sana waheshimiwa madiwani, tunapoweza kukamilisha umilikishaji wa hizi hati miliki hizi za ardhi, huwa inasaidia wananchi wetu. Kwanza wanakopesheka, ardhi inaongezeka thamani, lakini pia migogoro ya kuonea. Unajua mtu mwingine unakuta alikuwa na mmewe, na sisi bahati mbaya Mwenyezi Mungu apishe mbali tuzidi kupata uhai mrefu, mara nyingi wanaume wote tunatangulia zaidi kabla ya kina mama. Sasa na ikitokea shehe wangu ulikuwa una bi wadogo wawili watatu, vurugu yake huwa inakuwa kubwa, lakini zile hati miliki huwa zinasaidia sana. Kwa hiyo halmashauri yetu hii kwa maana ya manispaa imeendelea kusukuma kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanamiliki hati ili kupunguza swala hili la matatizo kwenye mirathi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wananchi hao wanakopesheka, wananchi hao hawadhulumiki tena na migogoro yao inazidi kupungua. Mheshimiwa madiwani, tusaidiane na nguvu kubwa, kushirikiana na wasatarafa na watendaji, ili naweza nikamsaidia sana kuona kwamba inakwenda vizuri. Lakini na chama hiki, mimi kuna migogoro na udisi wangu huu nikikwama kabisa. Kwa mfano mheshimiwa mwenyekiti, niliwahi kupewa juzi moja, ilikuwa gumu sana kule kata ya Mangoni ambapo kuna dhahabu kule. Wenzetu wale wa chama sasa siwezi kwenda rafiki mao wanatuvuruga. Baka na watu wakanivuruga, nikawaza, nikasema nikapaka uwazi na bwana wangu, nikawaita kwenye kikao. Tukapiga vizuri kabisa na fidia zikaweza kukubalika, kaenda vizuri. Kwa hiyo viongozi wa serikali, kuna wakati tukiona jambo gumu, hawa waliovaa kijani wana namna zao. Wana namna nzuri za kuongea na wananchi wakawaelewa. Makofi kwao. Jambo bwana nisaidia sana. Tatizo tu ambalo la kwamba wengi ndio shida kubwa sana. Toko unakuta kile wabunge tu ndio sifa na wabunge wenyewe kwa wanashambulia sana kujifunga. Lakini kwa ushirikiano ni mkubwa sana. Kwa hiyo naomba uhusiano wa chama na serikali usiimarike, itatusaidia sana. Yanga oye! Kwa heshima ya mwenyekiti wa CCM, na mimi nasema Yanga oye! Huku roho inauma, lakini sasa tafanya ndio bosi wangu. Kama siweza kumshia serikali, mwenyekiti siwezi kumshia. Kwa hiyo naomba tuendelee kushirikiana. Kwa hiyo katika swala hili la hati, tumekusanya fedha nyingi, tumekusanya zaidi ya shilingi milioni 670 kutokana na kodi ya ardhi. Kwa tunakwenda vizuri katika hilo, na halmashauri imefanikiwa kuandaa michoro ya mipango miji 9 kwa maeneo yote yaliyoipa mipango miji yenye matumizi ya makazi ya biashara, cha afya, soko, makazi ya kufanana, makaburi, maeneo ya wazi, maeneo ya viwanda, mashamba miji na kadhalika. Halmashauri pia imefanikiwa kupima viwanja 523 matumizi mbalimbali katika maeneo ya Kisaki, Mtipa, Manga, Uhamaka na Iti. Yote haya ni mafanikio. Lakini pia migogoro ya ardhi pacha 15 imetatuliwa. Orodha ipo katika kiambata B. Naomba makofi kwa mheshimiwa kamisa wenu
na Chama cha Mapinduzi kwa kuweza kutatua migogoro yao. Unajua tuliwahi kupewa maelekezo DC ambaye ndio kabisa Chama cha Mapinduzi, nani jukumu lako la kwanza ni mapato, la pili utatua kero. Sasa unaona kero 15 za ardhi sio za kitoto, ni ngumu kweli, huwa zinasumbua, kiona zimetatuliwa zinakuwa ni jambo jema. Lakini pia tumetoa ardhi yenye ekari 16 kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya taasisi za halmashauri, na maeneo yametaja eneo la Kitimu, eneo la Tandon, badala la soko la Mtumbuti Timu, eneo kubwa ya ekari 8.5, shule ya msingi Unyankai, eneo la ukubwa wa ekari 3.0, eneo la Umma Kitimu, eneo kubwa wa ekari 2.24, na eneo la VETA ukubwa wa ekari 2.21. Nia ni njema, yote ni kupeleka maendeleo kwa ajili ya wananchi wetu. Tukija kwenye swala la kutegemea yenye kuendana na mazingira ya nchi yetu, hususan elimu ya mafunzo ya ufundi stadi. Katika sekta hii kumekuwa na ujenzi wa vyumba vya madarasa 20 wenye thamani ya shilingi milioni 460 fedha toka serikali kuu katika shule za Uhamaka 2, Kimae 4, Unyankai, simetamka vizuri, Unyankai 2, Mwaja 2, Unyamikumbi 8, Bomani 2, na taarifa zimeambatanishwa katika kiambata C. Ujenzi wa matundu ya vyoo yenye thamani ya shilingi milioni 73 na laki moja fedha za busu kwa ajili ya shule za Uhamaka, kumepatikana matundu 6, Kimae matundu 13, Unyankai matundu 6, Waja matundu 6, Nyankumbi B matundu 12, na taarifa imeambatanishwa pia. Tukija kwenye uandikishaji wa wanafunzi, lengo lilikuwa kuandikisha wanafunzi wa awali 734, kati yao wanafunzi 6592 tayari waliandikishwa, wakiwa wavulana 3000 na wasichana 3292, sawa na 93.72, ambayo ni mafanikio, kwa sababu wengine wao wanaenda shule za binafsi, lakini wengine kunakuwa na changamoto hizo ambazo tunazijua za kutaka kuwatorosha watoto, kuhamisha na kadhalika. Lakini darasa kwanza lengo la kuandikisha wanafunzi lilikuwa 6670, kati yao wanafunzi 6821 wameandikishwa, wavulana wakiwa 3407 na wasichana 3414, sawa sawa na 102.26. Makofi makubwa sana. Sio moja mbili. Kazi nataka makofi sababu huwa inanisumbua kweli kweli. Na hata nikimaliza leo, kesho naenda vijijini kwa ajili ya kuendelea na kazi hii. Lakini pia ufaulu wa wanafunzi darasa la 7 waliofanya mitihani mwaka 2024 nadhani walimaanisha walikuwa wanafunzi 6030, waliofaulu walikuwa 5116, sawa na 84.84, ambayo ni asilimia nzuri. Kwa mwaka jana sasa 2025 wanafunzi wa darasa la 7 waliomaliza ni 5814, waliofaulu ni 4894, sawa na asilimia 84. Kwa tunakwenda vizuri, hatuko chini ya asilimia 80, lakini tukienda juu zaidi nao itakuwa jambo nzuri zaidi. Na hii itategemea na aina mikakati tutayoweka, na hakika Mheshimiwa Gondwe na timu yake katika hili wako nyuma wanazidi kuboresha kwa kuweka mikakati mpya ya kuhamasisha zaidi wanafunzi waweze kusoma zaidi na kuweza kwenda mbele zaidi. Tukia usajili wa shule mpya ambayo ni habari njema, kwa maana yetu tunaongeza nafasi ya wanafunzi wetu kupata madarasa na kutokwenda mbali mrefu kwenda shule. Kwa Januari mpaka Disemba 2025 shule mpya mbili za awali na shule mpya 4, 2 za awali na msingi za Mwangupi, namba hiyo namba za kitaalamu Mkuu hii Makiunje Machichi, shule 4 hizo zimesajiliwa katika mfumo rasmi. Tukija kwenye elimu ya sekondari ambayo nayo ina umuhimu wake mkubwa, serikali imeendelea kuelekeza kuimarisha ubora wa elimu katika ngazi zote, kuanzia falsafa ya kujitegemea yenye kuendana na mazingira ya nchi yetu. Ujenzi na usajili wa shule moja ya amali inayoitwa Halima Dendego Technical Secondary School inayojengwa kupitia mradi wa SEQUIP, ambapo kiasi shilingi bilioni 1,600,000 zimetumika. Samahani kidogo, naomba ni hold hapa. Kwanza nawapongeza kwa kumpa RC wangu jina la shule hii ya kiufundi Halima Dendego. Lakini kilio changu, naomba makofi kwa hilo. Kilio changu mimi kwa Mheshimiwa Halima Dendego, na leo nataka niwashawishi na nyinyi mlioko mjini hapa. Kilio changu mimi, najua tunampenda, tunamkubali, tunamuelewa bosi wetu, lakini kuna kitu kimoja amekifanya cha historia sana. Viongozi mnajua, mimi nilikuwa msaidizi wake katika hilo.
zile shughuli za Mei Mosi kawaida mkipewa mkoa sisi na miezi 4 au 5 ya kujiandaa. Sisi tulipewa mwezi mmoja na nusu. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya michezo, burudani na maandamano, lakini kapigwa pia dakika za mwisho na utalii. Kwa hiyo utemini ndio kajifunza kuhusu utemini pale. Ujenzi wa bombadia haukuwa kazi rahisi. Kwanza utafutaji wa pesa. Ndani ya mwezi mmoja na nusu, yani pesa utafute humo na uje ujenge ukamilishe. Tutamani tutumie uwanja wa ule wa mpira wa CCM ule, lakini kuonekana kidogo kwa ulinzi wa baadhi ya viongozi wetu wa kitaifa ilikuwa ngumu kidogo kiulinzi. Kwa ikabidi twende bombadia. Sasa jenga mimi na watu wengi walizani tungefeli. Lakini shughuli imefanyika na tukasifiwa sana. Sasa jina bombadia ni zuri, lakini nadhani mtu anapojitoa namna hiyo na kaheshimisha mkoa. Jamani, mimi sina interest binafsi. Nilikuwa nadhani ningemfikiria ule uwanja kutoka kwa bombadia ukaitwa Alimadendego. Sina mahusiano yangu mimi na Alimadendego, ni ubosi wangu, lakini pia na wote tulikuwa moja wa vijana na mwenyekiti wangu hapa. Mkasema labda ndugu yake au hapana. Tumekutana kwenye umoja wa vijana wa CCM. Naye alikuwa mwenzetu kama alivyo makamu wa rais na mwisho mwenyekiti hapa. Lakini na mwenyekiti naye atakuja kusema ya kwamba chuma hiki ni mnakichukulia poa. Sipo kistafu mama mtaniambia. Nasema alitaka DC akasema tulikuwa na chuma hapa tukakichukulia kawaida. Naye mfikirie pia kumwekea kumbukumbu sehemu fulani hivi. Ili nimeweza kutaja moja kwa moja kwa Alimadendego kwa sababu niliona ile shughuli mimi binafsi nzani tunaenda kufeli. Mimi nimejenga viwanja vya mpira sio basketball na nini kwa mali kaudi. Tulikuwa tunakusanya fedha tumezipata huko mwaka tuendelea kujenga. Kwa hata uwanja tumejenga kwa shida kidogo, lakini mama yule alikuwa anashinda uwanjani mpaka saa 6 za usiku ndo anaenda kulala. Haikuwa kazi ndogo. Kama tulijengea heshima kubwa mpaka Diamond alikuwa juu pale. Si mnafahamu Diamond Platnumz? Wangapi wanamjua Diamond Platnumz mtani? Basi nyinyi mtakuwa wapenzi wa Alikiba au Mbosso na wimbo wake ule wanani kumbuka anaitwa Eda sawa. Unaona wapenzi wa Alikiba wengi. Mimi ni mpenzi wa Alikiba na Mbosso, kwa hiyo Adamu naona anataja kwa shida, lakini sasa ana nafasi yake na nilikuwa naye jukwani pale. Alipotoka pale akasema Singida kumbe nzuri namna hii, hapa lazima nije nipige show tena na nichukue vipaji. Lakini yale mandhari yenyewe ya uwanja ukakaa vizuri, msanii wa kimataifa kama yule akaona hapa mambo yanafaa. Kwa hivyo jina lake hapa nikakumbuka ili jambo nilikuwa natamani niuze sana. Kwa sababu huko mjini na nipata nafasi ya watu wa mjini, basi ni wapi, lakini si lazimishi. Ni wazo tu. Naomba liishie hapo. Kwa sababu hajadisia na tulazimisha hapa. Hili ni wazo langu tu kutokana na kazi waliyofanya. Ndugu zangu, kumekuwa na ongezekaji wa ufaulu kwa kidato cha pili. Kumekuwa na ufaulu wa 79.82 mwaka 2022 mpaka kufikia 100% ndio lengo kwa mwaka 2026. Nataka tufikie 100%. Lakini kuongeza ufaulu wa mitihani kidato cha 4 kutoka 81 mwaka 2022 na kufikia 100% pia mwaka 2026. Halikadhalika kuendelea ufaulu wa 100% tangu 2022 kwa kidato cha 6. Unapojekea malengo namna hii, maana yake unataka kupata matokeo makubwa, na ndio maana tumeweka hivi. Ndugu wajumbe, ufaulu mwaka 2024 kidato cha pili ulifanya wanafunzi 2248 waliofaulu na 3640 na ikatupa ufaulu wa 85.69. Lakini ufaulu mwaka 2025 wanafunzi kidato cha pili waliofanya mtihani walikuwa 4199, waliofaulu ni 3541 sawa na 84.33. Unaona, haya ni mafanikio, asilimia hizi ni nzuri, lakini hatutaki kuridhika na asilimia nzuri. Tunatakiwa twende juu zaidi ya asilimia hiyo, na naahidi na mjumbe Mheshimiwa Gondwe, ninaamini kabisa ili atalipanga na timu yake hapa uweze kwenda juu zaidi. Pia mwaka 2024 wanafunzi 2213 kidato cha 4 waliofaulu walikuwa 2031 sawa na 91.7 sawa. Kwa unaweza kuona Singida ina wanafunzi wenye uwezo mkubwa. Lakini pia wanafunzi 26 walifanya mtihani na wanafunzi 2462 walifaulu sawa na 94.09 kwa mwaka 2025. Lakini shule tatu za sekondari zimepanuliwa na kuongezwa mikondo kwa ajili ya kidato cha 5 na 6. Shule hizo zimepokea wanafunzi wa kidato cha 5 kwa mara ya kwanza
mwezi Julai 2025. Kwenye swala la utamaduni na michezo